Kwa majina naitwa Kasimu Hussein Kayanda. Mimi ni mkulima, nilikuwa nalima katika eneo la tukio ambalo lilitokea tukio pembeni yangu. Kwa hiyo niliona watu wakiwa wamejikusanya, nikatokea wakaniambia kuna watu wamefariki hapa njiani. Kwa hiyo nikaja nikaona kweli hali ya kufunikwa imechomwa na vitu kama vyenye ncha kali. Kwa makisio nikiangalia labda ni kama mtu mwenye miaka 26, kati ya 26, 25 au 30. Inaonekana imefanyika barabarani kaburuzwa kupelekwa porini. Kwa sababu miburuzo ipo ambayo inaonekana. Kwa hiyo inaonekana ilifanyika barabarani wakaburuza ile mili kuingiza porini. Hapana, hakuna anayefahamika hata mmoja kati ya wawili. Kwa usoni haswa wakati askari wamefungwa ndio niliona usoni, lakini hapo mwanzo mwingine alikuwa kiuno kiko wazi na usoni mwingine alikuwa uko wazi, lakini mwingine alikuwa amefunikwa uso. Kwa mimi ninavyoona ni kwamba bodaboda wajipange sana kugundua kwamba usiku kwa mtu usimfahamu usikubali akuchukue kumpeleka sehemu yoyote ile. Yanatupa hofu mkubwa sana kwa sababu kwa kweli ni vijana tunawapoteza ambao wana familia, wanahitaji kulea watoto, wanahitaji vitu vingi sana vya kufanya. Kwa hiyo tunakuwa tumepata athari kubwa sana katika jamii. Asante, naitwa Kingston Kelembo Model. Mimi ni afisa usafirishaji au bodaboda. Tukio nimelishuhudia baada ya kufika kwenye tukio, baada ya wachunga ng'ombe kutupa ushahidi kwamba kuna watu wametupwa wamekufa. Baada ya kufika kwenye tukio tukakutana na watu wawili wamefariki. Wamekutwa kwa mazingira ya kuuawa. Ni mazingira ya kushambuliwa, yani mazingira ya kushambuliwa na vitu vyenye ncha kali. Kama sehemu gani ambazo zimeshambuliwa? Sehemu za kichwani, sehemu za kiunoni, kwenye uti wa mgongo na kwenye visogo. Wale watu kwa mtazamo wangu na picha za marejeo nahisi ni bodaboda. Nahisi wale watu wamekodishwa kwamba tuende sehemu fulani ndo matukio kaenda kuwakuta ikiwa hivi. Wito wangu ni kwanza kipaumbele ni kuomba bodaboda wawe makini, warizike na wanachokipata. Kingine ni waombe patrol ya polisi, yani polisi wao wanatembea masaa labda usiku saa 5 za usiku, saa 6. Kwa yani wale maaskari wa doria. Ndio kitu ninachowaomba wakusaidia, lakini naomba sana bodaboda warizike na hali ya maisha. Kifika saa 12 basi wapumzike. Alichokupa Mwenyezi Mungu mchana kinatosha. Mimi naitwa Musa Abdi, nipo na kimbiza zangu hapa stendi. Kwenye majira ya saa 5 hivi saa 6 tulikuwa tumekaa hapa, katika harakati zetu. Kuna jamaa wawili wakawa wamepita, wakawa wametupa taarifa bana, hapo njia ya Malangi hapo kuna bodaboda, sio ni bodaboda wawili wakawa wameuawa. Tulikuwa wawili. Kwa hiyo jaribuni kuwapa taarifa polisi pale. Ndio nikawa mwenzangu nilikuwa naye pale, nikamwambia nenda katoe taarifa. Ndio akachomoka akakimbia anaenda kutoa taarifa kule. Sasa gari ya askari wakati imezunguka, tukawa tunaamini nilikuwa na pikipiki, tukawa tunaelekea sio mbali, ni hapo nyuma tu kidogo kumaliza hii fence. Tumeenda pale kidogo, tukawa tumeacha ile njia ya sehemu ya tukio. Tukawa tumefika pale mbele, tukawa tumeelekezana, tukawa tumekuja mpaka sasa eneo la tukio. Tukamkuta mama mmoja pale na baadhi ya watu wawili watatu. Ndio tunaenda sasa kuangalia hilo tukio. Kutana huyu jamaa bodaboda, inaonekana walikuwa wawili, wamekodiwa siku. Na ile tukio inaonekana sio la muda mwingi uliopita, yani inawezekana kuanzia saa 10, saa 9 kuja saa 10 usiku alfajiri. Wameuawa wale vijana, mmoja kauawa kule, mwingine kauawa huku. Na inaonekana walikuwa ni bodaboda, maana mpaka hata makoti yao yametupwa kwenye vichaka. Huyu mwingine akawa kauawa, kichwa kimefunikwa, kalala vile. Majeraha mingi wale, inaonekana huyu mmoja ndo alikuwa ana jeraha hapa maeneo ya kiunoni. Inaonekana alichomwa na kitu chenye ncha kali hapa kiunoni. Ila huku kichwani mimi kiukweli sikuweza kusubiria mpaka askari waje, kwa sababu mpaka waje ndo mtu akaguliwe, sasa ageuzwe, askari ndo ageuze wenyewe. Sikuweza kumkagua kule kichwani, nikawa nimeondoka. Lakini sasa huyu mwingine jeraha ambalo nilikuwa nimeliona ni la hapa kiunoni. Huyu mwingine sasa aliokuwa katupa upande wa pili, inaonekana alikuwa anajitetea sana. Kajitetea vikubwa. Kajitetea yani vya kutosha, kwa sababu hata ukiangalia majeraha yake sio madogo. Kauawa yani kinyama nyama, yani mtu kachomwa kichwani, majeraha makubwa. Kauawa akiwa anajitetea sana, maana kauawa kavurutwa kitu kama mita 10, sio kidogo.
vurutu hapa na kule, wameenda wamemuingiza kichakani, ndio hivyo wakawa wamemuua. Aisee, inabidi waangalie namna gani wanaweza wakadhibiti haya mambo, kwa sababu kwanza wale vijana sisi hata hatuwajui. Bodaboda wengi wamekuja pale hawajulikani wanatoka wapi. Wito kwa serikali waangalie tu namna gani wanaweza wakadhibiti uhalifu, hasa bodaboda wao wanaofanya kazi usiku. Lakini pia kuna wito wengine kwa bodaboda wenyewe wahusika ambao wanafanya kazi. Kuna kazi unajua bana, Mungu aliumba usiku ni shughuli za watu wengine, viumbe vingine. Yaani ufanya tu kazi hata mwisho saa 4. Basi hata kama unakodiwa kwenda mahali, angalia unabeba mtu mmoja ambao unaweza kumudu hata likitokea jambo, na usiende mbali na mazingira ya watu. Bana wewe unapelekwa huku wewe unakwenda, ndo kama haya yanakuja kutokea. Kwa wito kwa bodaboda ni kuangalia namna gani wao wanaweza wakafanya kazi na kutetea nafsi zao, kwa sababu mauaji kama haya mabaya sasa hivi hawajulikani ni wa wapi, wametokea wapi, ni mbaya. Kwa hiyo kikubwa tu kwa bodaboda, serikali sawa, tunaweza tukalia na serikali, lakini serikali haiwezi kumzuia mtu kutafuta riziki na haiwezi kumzuia mtu kumpangia mtu akalale saa ngapi. Hasa bodaboda watu wako wanapambana mikataba. Kwa hiyo sasa yani kitu cha msingi ni yeye bodaboda, yeye ambaye anafanya kazi, kwanza atetee nafsi yake yeye, aangalie namna gani mimi nitaishi. Wewe unaweza ukapambana kweli, mwisho wako saa 2 umepata hesabu ya watu, nenda kapumzike. Sio kama vile labda eti uko vipi, inatakiwa hata kuna mambo mengine uyapunguze unapokuwa na mkataba. Ili uokoe hata nafsi yako wewe mwenyewe. Maana sasa kama hii kitu sio kitu nzuri, mtu unakufa alafu ueleweki umetoka wapi na nini, kwa hiyo inakuwa ni changamoto.